Pekera katika kaunti ya Baringo kwa muda mrefu umekuwa maarufu kwa kufaa eneo lenye uhaba wa maji. Hata hivyo, mvua zinazoendelea sasa zimegeuza hali kuwa tishio kwa wanaolazimika kuvuka ili kupata huduma muhimu, hasa watoto wadogo wanaoenda shuleni. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru anatupa taswira ya uhalisia wa hali inayowakumba wakazi wa eneo hilo. Mto Pekera umefurika na maji yanapita kwa kasi kwenye mkondo wake. Mto ambao kwa miongo kadhaa umekuwa tegemeo kwa wakazi kupitia miradi ya unyunyiziaji maji mashambani, sasa umegeuka kuwa hatari kwa watoto wanaoenda shuleni. Inapata hii maji vile imeongezeka hivi, hakuna mtu mwenye anaweza vukisha mtoto, na ni lazima mzazi ukue hapa on time. Kama ni asubuhi time ya kupeleka mtoto shule, ni lazima ukue hapa. Lazima ukuje na mtoto umvukishe, na huwezi jua hii maji inakuja saa ngapi. Wazazi hulazimika kuwabeba watoto wao migongoni ili kuwavukisha mto huu kila asubuhi na jioni, licha ya hatari ya kuongezeka au kupungua kwa kiwango cha maji kulingana na mvua inayonyesha. Nahofia usalama wao, lakini sasa nifanye aje na sina pesa ya kulipia kila siku kwenda na kurudi. So mimi mwenyewe nakuja kufugisha, ndio unaona, na mimi mwenyewe nakuja kufugisha ili niweze kumpeleka mpaka nyumbani. Ahadi za kujengwa kwa daraja zimekuwa zikitolewa kwa muda mrefu bila utekelezaji. Hali hii imewalazimu wakazi wakiwemo walimu kukabili safari ya takriban kilomita 7 kuzunguka mto kwa wale wanaogopa kuuvuka. Daraja ndio hatuna ya kuvuka kuelekea shule upande huu mwingine. Ile njia bandala ambayo unaweza pita ndio ufike shule yenye kwa upande huu mwingine, itakubidi uzunguke barabara ya kwenda Loboi ndio upate junction ya kuja shule hii, na hiyo ni kilomita karibu 7 kuja hivi. Lakini wanafunzi wengi ambao wanatoka ng'ambo hii, shule iko tu hapa kando ya mto, ni mahali anachukua kama dakika 10-15 kutoka nyumbani kufika shuleni. Akizunguka hiyo njia mrefu atachukua masaa 2 hadi 3 ili aweze kufika shuleni. Kutokana na changamoto hii kubwa ya usafiri kwa wakazi wa hapa, hatari bado iko wazi. Wahusika wakuu sasa wakihimizwa kuchukua hatua za haraka za ujenzi wa daraja kabla ya janga halijatokea. Ikinyesha huko juu, maji inakuja na force. Wakati watu wanajaribu kufuga, ina drone inabeba hawa watu. So mimi kama mkazi wa hapa ningeomba county government ya Baringo na serikali large watuwekee daraja. Willy Dennis Njiru, TV 47.